Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa zetu kama kawaida. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie darasa hizi ziwe ni darasa ambazo zinaleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Katika somo la leo nitakupa dalili hizi 14. Nitakupa dalili 14 hizi. Dalili hizi utakapokuwa unaziona katika usingizi wako, basi tambua kama wewe una mdudu. Dalili hizi 14 ikiwa unaziota katika usingizi wako au ikiwa zinakutokezea katika usingizi wako, basi tambua kama wewe una jini. Kwa unapokuwa umelala ukaona dalili moja kati ya hizi dalili 14 nitakazokutajia, basi tambua kama wewe utakuwa na jini. Tuko pamoja? Kwa watu wote ambao wanalala usiku, wanapolala wakiona baadhi ya dalili hizi nitakazozitaja, japo kama dalili 2 umeziona, basi tambua kama wewe utakuwa na jini na unahitajiwa ufanywe tiba na ufanywe visumu pamoja na madawa. Kwa leo nitakupa zawadi hii inshallah. Nazitaja dalili 14 hapa. Utakapokuwa unahisi una dalili moja kati ya hizi 14, tafuta tiba mapema, na inshallah Mwenyezi Mungu akikujalia kupata klipu hii, basi ifanyie kazi. Dalili 14 za mtu mwenye jini. Tayeb, anasema kwenye kitabu hichi, dalili ya kwanza, alqalqu wal araqu wal khawf. Mtu kuhisi kama amefungwa, na mtu kuhisi maumivu katika mwili, na mtu kuhisi hofu kubwa sana katika nafsi yake. Kwa ukiwa unahisi kama umefungwa fulani, ukiwa unahisi maumivu ya mwili, ukiwa unahisi hofu, una hofu kubwa wakati wa usiku, basi tambua kwamba wewe ni mtu mwenye jini. Kwa dalili ya kwanza ni mtu kuhisi kama ana hofu kubwa, akilala na hofu, katika nyumba peke yake hawezi kukaa. Ukijiona tu katika nyumba huwezi kukaa peke yako, basi tambua kama wewe una jini. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili anasema al-ihtilami al-mazja'atu fi an-nawm, kuota mandoto mabaya katika usingizi. Ukiwa na tatizo la kuota ndoto mbaya katika usingizi, unaota madudu, unaota majini, unaota mandoto mabaya, basi tambua kama wewe una mdudu. Kwa dalili ya kwanza, kupata maumivu na kupata hofu katika usingizi. Dalili ya pili, ukiwa unaota ndoto mbaya katika usingizi, na hii dalili pia inaonyesha wazi kama wewe una mdudu. Dalili ya tatu akasema, wa ayyara almaridu man yuridu qatluhu au al-i'tidai alayhi jinsiya. Mtu akiona sawa kama kuna mtu anataka amuue katika usingizi. Tumoja, kama wewe ni mgonjwa unaumwa na ukaota ndoto katika usingizi kama kuna watu wanataka wakuue, au kuna mtu anataka kuchome kisu, au kuna mtu anataka kuue kwa njia yote, ukiota ndoto hii katika usingizi hali ya kuwa wewe ni mgonjwa, basi tambua kwamba wewe una jini katika mwili wako. Kwa ukiota kwamba mimi nataka niuliwe na mtu fulani, au kuna watu wamekuja wanataka waniue katika usingizi, basi tambua kama wewe una jini. Tayeb, dalili ya 4 anasema wa ayura hayawani, mtu atakapoota wanyama katika usingizi, tena muhayyifan, wanyama waliokuwa kali, yuridu an ya'dhiyahu au yuhajimahu, wanyama hao wakataka kumvamia yule mtu. Ukiota ndoto kwamba kuna wanyama katika usingizi wako wanataka wakuvamie, basi tambua kwamba na hii ni dalili moja kuwa wewe na jini. Kwa ukiota ndoto kama kuna wanyama wakali wanataka wakuvamie, mfano simba, mbwa, nyoka, sawa, ukiota ndoto kama hizo kama kuna wanyama na wadudu wakali wanataka wakuvamie, basi tambua kama hii ni dalili tosha kwamba wewe una jini. Tayeb, dalili ya 5, ru'yatul bihari,
ukiota ndoto za mabahari, ukiota ndoto bahari kama wewe uko baharini, wasamaku, na ukiota ndoto kama unakula samaki, au ukiota ndoto kama umekaa na samaki, au ukiota ndoto kama unavua samaki, wal makabiri, lakini pia ukiota makaburi. Hizi ndoto zote ni ishara kwamba wewe una jini. Kwa ukiota bahari, ukiota samaki, ima unakula au kuna baharini, au ukiota kama wewe uko makaburini, basi tambua kwamba hii ni ishara moja kwamba wewe una jini huyo. Dalili ya 6, ru'yatul kanaisa, ukiota ndoto kama wewe upo kanisani. Ukiota ndoto kama upo kanisani, na hii pia dalili ya 6 ya kujijua kama wewe umeroga. Dalili ya 7, ru'yatir ruhbani, ru'yatur rahibatu, ukiwaota mapadri. Ukiota ndoto kama wewe unakaa na mapadri, wachungaji, sawa, haya yote yanaonyesha kama wewe ni mtu ambaye umerogwa. Lakini pia istitwa kaka asnani athna inaumi, ukimwona mtu anasaga meno wakati wa kulala kwake, katikati ya usingizi utamwona mtu anatafuna meno kaya. Hasa haya yanaokuta watoto wadogo. Kwa ukijisi kama katikati ya usingizi unatafuna meno, basi tambua kama wewe una mdudu. Dalili ya 10, alfazu walbukai, mtu kuwa na fazu, kuwa na mtetemeko kila kati anatetemeka hivi katika usingizi. Walbukai, na mtu akiwa analia, au kalami, au mtu akiwa anazungumza, athna unaumi, akiwa katikati ya usingizi. Kwa kama umelala usingizini ukawa unalia au ukawa unazungumza ndani ya usingizi, basi hii ni dalili kwamba wewe una mdudu. Dalili ya 11, naam, almashyu athna inaumi duna shu'urihi, ukiota ndoto kama wewe unatembea katika usingizi bila ya kuhisi kama unatembea, basi tambua kama wewe una mdudu. Kuna watu wanatembea katika usingizi hawajijui kama wanatembea. Sasa ukijiona hivi tu, iwe ni ndoto au iwe sio ndoto, lakini unatembea hali ya kuwa umelala, basi hii ni ishara moja kwamba wewe una jini. Dalili ya 12, ayaquma minan naumi, ukimwona mtu anasimama katika usingizi, mutaiban, akiwa kapata shida, kapata tabu, kaanna yahmilu al-athqal athna an-nawm, kama vile amebeba mzigo mzito katikati ya usingizi. Ukimwona mtu katikati ya usingizi, sawa, amejihisi kwamba ni mzito, kama vile mtu ambaye kabeba mizigo, au ukiamka asubuhi ukajiona kama wewe ni mzito kama vile mtu ambaye kabeba mizigo, basi tambua kama hii ni dalili pia kama wewe umerogwa. Dalili ya 13, ru'yatul maridhi nafsahu, mgonjwa yoyote akijiona kama yeye, sawa, yutiru fil manaimu, akiwa anaruka usingizini. Ukijiona kama wewe unaruka usingizini, sawa, umelala lakini ukiota ndoto unapaa juu, unaruka juu, sawa, basi tambua kama wewe una jini. Dalili ya 14, ru'yatul maridhi nafsahu sayaqa fi bi'rin au narin au min fawqa shahiqin, mgonjwa au mtu yoyote akiota ndoto kwamba anaingia kwenye kisima au anadondoka katika mto. Ukiota ndoto kwamba unadondoka kwenye kisima au unadondoka katika mto, hii ni dalili tosha kwamba wewe una jini. Kwa dalili hizi 14, ukiwa na dalili moja tu katika hizi 14, basi tambua kama wewe una jini na unahitajiwa kufanywa visomo. Kwa dalili za mtu ambaye mwenye jini ni hizo dalili 14 akiziota katika usingizi wake. Tumombe Allah tufanye basi na visomo sisi tunafanya. Ukihitaji kufanywa visomo, basi unaweza kuniona kwa namba zangu za WhatsApp 0777 79 93 59. WhatsApp namba ni 0777 79 93 59. Nitumie SMS kwa namba za WhatsApp ili tukusaidie kufanya visomo. Dalili 14 za mtu aliyeorogwa au mtu mwenye jini ni hizo hapo. Zifanyie kazi inshallah, Mwenyezi Mungu atunusuru. Mimi sina la ziada isipokuwa tu tukutane tena katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum.